Na lengo la press release hii inahusu maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa kuhusu albino yatakayofanyika kitaifa mkoani Kilimanjaro katika halmashauri ya manispaa ya Moshi. Imekuwa desturi nzuri kwa chama cha watu wenye albino Tanzania kuendelea kuongeza uelewa wa jamii kuhusu albino. Desturi hii ina takriban miaka 20 sasa tangu 2006 ambapo chama kwa mara ya kwanza kiliadhimisha maadhimisho hayo, na baadaye Baraza la Umoja wa Mataifa UN kupitisha azimio lililotambua tarehe 13 mwezi wa 6 kama siku ya maalum ya kimataifa ya kuongeza uelewa kuhusu albino, yani kwa maana ya kila mwaka. Ndugu wanahabari, maadhimisho haya yataanza tarehe 11 mwezi wa 6 2026 na kufikia kilele chake tarehe 13 mwezi wa 6 2026. Maadhimisho haya yatafanyika katika viwanja vya Uhuru Park vilivyoko katika halmashauri ya manispaa ya Moshi kwa maana ya Moshi mjini. Ndugu wanahabari, maadhimisho haya yataambatana na shughuli zifuatazo: 1. Kufanya usafi na kuwafariji wagonjwa katika hospitali ya KCMC iliyoko hapa Kilimanjaro, hospitali ya kanda. 2. Kufanya uchunguzi wa saratani ya ngozi, matibabu ya awali ya saratani ya ngozi, kutoa elimu ya namna ya kujikinga na mionzi ya jua. Vile kutakuwa na utoaji wa vifaa kinga kwa watu wenye ualbino. Vifaa hivyo ni pamoja na miwani ya jua, kofia zenye kingo ya pana, mafuta kinga yani kwa maana ya sunscreen, lotion. 3. Uchunguzi wa macho. 4. Upimaji wa magonjwa yasiyoambukiza. Tuna wazazi ambao wamekataliwa na waume zao na bado jamii yao kwa maana ya wazazi wao kwa maana ya baba na mama na wenyewe wamewakataa. Kwa hiyo wanarudi kwenye chama kutafuta namna ya waweze kusaidiwa vipi. Wengine tunawatafutia kwenye mazingira ya kwenye sehemu za kutunza watoto. Sasa changamoto inakuja, baadhi ya jamii haioni kama kuna umuhimu wa kumtunza mtoto mwenye ualbino, kwa sababu ile tafsiri ya ulemavu bado haijaeleweka vizuri kwa watu wenye ualbino. Lakini pia sasa hivi pia tunahakikisha kwamba mazingira ya vyoo kwamba vyoo vina uwezo kuwepo na vyoo maalum kwa maana ya watu wenye ulemavu, wale ambao wanatumia kitimwendo, kwamba choo kiwe na mlango ambao unaweza kuruhusu kitimwendo kikapita, lakini pia kuwepo na ile supportive ambayo mtu mwenye ulemavu anaweza kaishikilia. Kwa sasa hivi jengo kama ambalo alizingatia vigezo alipati kibali cha kwamba ilikamilika. Lakini pia tunaendelea pia hata kwenye ujenzi sasa hivi wa barabara, ukiangalia na njia ambazo zinaachwa kwa pembeni kwa ajili ya watu wote walemavu waweze kupita bila kuwa na buguza yoyote. Kwa serikali ina miongozo ambayo inaelekeza kwamba watu walemavu wapate mazingira rafiki.